tukiwa katika majlisi yetu min majalisi alilmi, miongoni mwa vikao vya ilmu. Kwa lahadha hii tulionayo na muda huu tulionao, insha Allah taala tuko kwa ajili ya kufafanua na kuelezea utaratibu wa kimasomo kwa mwaka wetu huu wa kimasomo, mwaka 1446 kwa 1447 hijiria, sambamba kabisa na mwaka 2025 na 2026 miladia. Kwa hivyo wakati huu tulionao tutakuwa tukielezea utaratibu wa kimasomo wa mwaka wetu huu insha Allah taala. Kwa hivyo tunahitaji umakini wa hali ya juu, kwa sababu kila mmoja katika sisi anahusika na hili, na kama kila mmoja katika sisi anahusika na hili, basi unahitajika umakini wa hali ya juu katika kuweza kudhibiti yale yatakayozungumzwa katika muhadhara huu insha Allah taala. Kama tulivyotangulia kusema kuwa tuliandaa utaratibu rafiki, utaratibu mzuri kwa kila mwanafunzi kuweza kujifunza sehemu katika dini yake kwa mwaka wetu huu wa kimasomo. Kwa hivyo tukaandaa syllabus ambayo ndani ya syllabus hiyo pametajwa nidhamu yote ya kimasomo kwa mwaka wetu huu insha Allah taala. Tumeandaa kitabu maalum ambacho kimebeba utaratibu wote, na kitabu hiki kikaitwa kwa jina Manhaju Dirasati Limarkazi al-Imam Ibn Baz, njia ya kimasomo ya markazu al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Mbele kabisa mwa cover hili la kitabu chetu yameandikwa maneno haya, na katikati yake pana nembo ya markazi yetu hii, Markazul Imam Ibn Baz Lidirasati Alislamiyya Walulumi Alquraniyya, Shinyanga, Tanzania, Alkitabu Wassunnah ala fahmi as-salaf as-salih. Markazi hii utaratibu wake wa usomeshaji inasomesha kitabu kwa maana ya Qur'ani na sunna kwa maana ya mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi as-salaf as-salih, kwa ufahamu wa as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum bil jami', na wale wengine wema waliotangulia. Na markazi hii iko katika msikiti unaitwa Masjid Qiblatain, ambao ni msikiti maarufu uliotangulia kabla ya markazi hii, Markazul Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Lil'ami 2025, ya mwaka 2025 au mwaka 2026 au mwaka 2026 almuwafaq lil'am, ambao mwaka huu unafikiana na mwaka 46 wa 400 wa alf, sambamba kabisa na mwaka 47 wa 400 wa alf hijiria. Mwaka 2025 na mwaka 2026 miladia. Kwa nini pameandikwa 2025 2026? Kwa sababu ndani yake panapatikana miaka miwili. Kuna muda ambao tutasoma ndani ya mwaka 2025 na kuna muda mwingine tutamalizia mwaka wa kimasomo ukiwa ndani ya mwaka 2026. Sambamba kabisa
na mwaka 1446 na mwaka 1447 hijiria. Kwa hapa ndiyo katika sehemu ya mwanzo kabisa kwenye gamba la kitabu chetu ambacho kinaelezea syllabus ya mwaka wetu wa kimasomo. Na kisha baada ya hapo pakatajwa fahrasu almawdu'at, maudhui zinazopatikana katika hii syllabus, maudhui ambazo zinapatikana katika hii syllabus. Mwanzo kabisa tukaanza na almuqaddima, patakuwa na utangulizi mfupi. Kisha baada ya hapo maudhui ya pili ni ahamiyatu taallum, umuhimu wa kujifunza. Kuna umuhimu gani wa mtu kujifunza ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah subhana, ilmu ya kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Kisha maudhui ya tatu ni thamaratu taallumi, matunda ya kujifunza. Kuna matunda gani iwapo mtu atajifunza ilmu ya kisheria? Ikiwa mtu atajifunza ilmu ya kisheria atapata matunda gani? Na maudhui ya nne ni muhtawa almanhaj, na tulipozungumzia muhtawa almanhaj tunakusudia mawdu'at manhaj dirasa, ni zile maudhui zinazopatikana katika syllabus yetu. Na katika muhtawa almanhaj ndani yake pametajwa durus mbalimbali zitakazosomeshwa katika markazi yetu hii insha Allah taala. Kwanza kabisa kutakuwa na durusul amma, kutakuwa na darasa za ujumla ambazo darasa hizi zitahusisha wakina baba, wakina mama na vijana na wengineo, wale ambao watakaokuwa na nafasi ya kuweza kuhudhuria darasa hizi za amma, basi wao wamewekewa muda wao. Lakini vile vile patakuwa na qismul banina wal banat, patakuwa na kigawanyo ambacho kinawahusu watoto wa kiume na watoto wa kike. Na hapa tunakusudia wale tulab ambao wanakuja kutoka katika majumba yao, wanakuja kutokea nyumbani kwao, tulab al-kharijiyya, wale wanafunzi wanaotokea nje. Lakini vile vile kuna qismu shababi al-markaz, kuna kigawanyo cha vijana wa markaz, wale vijana ambao wao wanakaa hapa hapa markaz na wenyewe wana utaratibu wao wa kimasomo. Na kigawanyo kingine cha nne ni qismu al-abai wal ummahat, ni kigawanyo cha kina baba na kina mama. Vile vile kina baba na kina mama na wao wamewekewa utaratibu wao wa kimasomo. Kisha katika hiyo hiyo muhtawa al-manhaj kuna qaimatu kutubi manhaj ad-dirasa, vitabu ambavyo vitatumika katika syllabus yetu ya kimasomo. Ni vitabu gani ambavyo vitatumika kwa mwaka wetu wa kimasomo huu na miaka mingine inayokuja? Patatajwa hapa katika qaima kutubi manhaj ad-dirasa. Na mwisho kabisa kuna barnamiju durusi wal ikhtibarat, ratiba za masomo na mitihani. Hapa patatajwa ratiba za masomo kwa mwaka mzima, ni mwezi gani na mwezi gani patasomeshwa, na kipindi gani kitakuwa ni kipindi cha mitihani, na wakati gani utakuwa ni wakati wa mapumziko kwa wanafunzi kuweza kupumzisha akili zao. Tukianza na kipengele cha mwanzo kabisa cha al-muqaddima, utangulizi. Mtunzi ambaye ni mwandishi wa syllabus yetu hii ameanza kwa utangulizi kwa kusema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Amma ba'du, sifa zote njema zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na swala na salamu ziwe juu ya mtukufu wa manabii na mitume ambaye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira,
na juu ya familia yake na masahaba zake, na Allah amsalimishe kumsalimisha kwingi ila yaumiddini, mpaka siku ya kiyama. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi huo, fahadha manhaju dirasati, hii ni syllabus na utaratibu wa kimasomo, alladhi yusta'malu fi markaz al-Imam Ibn Baz, ambao utakaokuwa ukitumika katika markazi yetu, markazul Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, lidirasati al-islamiyya wal ulum al-Qur'aniyya, kwa ajili ya masomo ya Kiislamu na ilmu za Qur'ani, iliyopo Shinyanga, Tanzania, mwaka wa kimasomo mwaka 2025 2026, wenye kuwafikiana na mwaka 1446 na mwaka 1447 hijiria, binidhami alhalaqat alilmiya, kwa nidhamu ya halaqa za kiilmu. Kwa hivyo utaratibu wetu wa kimasomo utakuwa kwa nidhamu ya halaqa za kiilmu. Haitokuwa ni markazi ambayo inakwenda kwa nidhamu maalumat kama zilivyokuwa marakizi nyingine, bali hii itakuwa ni halaqati za kiilmu, halaqa mbalimbali za kiilmu. Na kwa nini tukachagua utaratibu wa halaqa za kiilmu? Utaratibu wa halaqa za kiilmu ni utaratibu ambao ahlul ilmi wanaohusia sana kwa wanafunzi kushikamana nao, kwa sababu ni utaratibu ambao mwanafunzi anaweza kudhibiti fawaid kathira, fawaid jamma, faida nyingi ndani ya muda mchache. Mwanafunzi anaweza akadhibiti faida nyingi ndani ya muda mchache, na ndio maana tukachagua utaratibu huu wa halaqati, kwa maana ya kwamba kunaweza kukawa na kundi la watu wako kona ile ya msikiti wanasoma, wengine wako kona ile wanasoma, wengine wako kona ile wanasoma, wengine wako kona hiyo wanasoma, na kila wanafunzi wako na mwalimu wao. Huu ndio utaratibu wa halaqat alilmiya. Wallahi nas'alu, na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba, an yusahhila lana tatbiqa hadha almanhaj ad-dirasi. Tunamuomba Allah tusahilishie kuitekeleza na kuifanyia kazi silabasi hii, atuwafikishe na atufanyie wepesi katika hilo. Huo ulikuwa ni utangulizi wa manhaju ad-dirasa, utaratibu wetu wa kimasomo. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya hapo, nantakilu ila ahamiyati ta'allumi al-ilmi ash-shar'i. Tunahamia vile vile katika kipengele cha pili ambacho kimetaja umuhimu wa kujifunza ilmu ya kisheria. Kabla mtu hajasoma tutasoma kitabu gani na kitabu gani, ni lazim kwanza atambue umuhimu wa kujifunza ilmu ya kisheria. Kuna umuhimu gani kwa mtu kujifunza ilmu ya kisheria? Kama ni jambo halina umuhimu, kwa nini tunalitilia mkazo? Kwa sababu ni jambo lenye umuhimu, ndio maana tunalitilia mkazo na kuliweka katika umuhimu wake. Inna at-tafaqquha fi ad-din min afdali al-a'mal, hakika kujifunza katika dini, kujifunza dini ya Kiislamu, kujifunza sharia ya Kiislamu, min afdali al-a'mal, ni katika matendo yaliyokuwa bora zaidi. Mtu kujifunza ilmu ya kisheria, kujifunza kumjua Allah subhana, kujifunza kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, min afdali al-a'mal, bal min ajalli al-ibadat, ni katika ibada zilizokuwa tukufu zaidi. Mtu kujifunza ilmu ya kisheria, min afdali al-a'mali wa min atyabil khisal, na ni katika mambo yaliyokuwa mazuri zaidi, ni katika mambo yaliyokuwa mazuri zaidi. Waqad dallat an-nusus al-kathira min al-kitabi was-sunnah, na kwa hakika zimejulisha dalili nyingi kutoka katika kitabu na sunna, ala fadlihi, ay ala fadli al-ilmi wa ala fadli talabi al-ilm, juu ya fadla ya ilmu ya kisheria zimejulisha dalili nyingi katika kitabu na sunna. Kadhalika zimejulisha dalili nyingi katika kitabu na sunna juu ya fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria. Na walillahi alhamdu wal minna, kwa wale ambao waliosalia hapa tumepata kuzisikia fadhail jamma, fadhail kathira nyingi ambazo zimetajwa kutoka katika kitabu na sunna, fadhila za al-ilmu wa talabu al-ilmi shar'i, na fadhila za kuitafuta ilmu ya kisheria. Walhathi alaiha, kadhalika zimekuja dalili nyingi
juu ya kuhimiza juu ya jambo la ilmu, kuwahimiza watu juu ya jambo la ilmu. Qur'ani imehimiza sana jambo la ilmu, kuitafuta ilmu. Kadhalika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimehimiza sana juu ya jambo la kuitafuta ilmu. Minha qawluhu ta'ala, miongoni mwa hizo adilla zilizokuja katika kitabu na sunna zenye kuonyesha umuhimu na fadhila za kutafuta ilmu ya kisheria na himizo juu yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. At-Tauba aya nambari 166. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu at-Tauba aya nambari 166 anasema subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minun, na hawakuwa waumini, wama kana almu'minuna, na hawakuwa waumini, liyanfiru kaffatan, watoke wote. Liyanfiru kaffatan ay liyanfiru jami'a, hawakuwa waumini ni wenye kutoka wote. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau lisingetoka, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau lisingetoka katika kila kundi miongoni mwao kundi fulani likabaki, si waumini wote wenye kutoka kuelekea katika jihadu fi sabilillah, kuelekea katika mapambano katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema lau lisingelitoka kundi likabaki kundi miongoni mwao, liyatafaqahu fi dini, ili wajifunze katika dini, liyatafaqahu fi dini, ili wajifunze katika dini, waliyunziru qaumahum, na ili wawaonye watu wao, idha raja'u ilayhim, pindi watakaporejea kwa wao, la'allahum yahdharun, ili wapate kutahadhari. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja makundi ya watu wa aina mbili. Kuna wale ambao walitoka kuelekea katika njia ya Allah fi sabilillah, katika aljihad, na kuna wale ambao waliobakia kwa ajili ya kujifunza na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifasiri aya hii anaeleza rahmatullahi ta'ala alayhi, qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, amesema al-Imam, amesema as-sahabi al-jalil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lamma anzala Allahu azza wa jalla uyub al-munafiqin, pindi alipoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala aibu za wanafiki fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yab'athu saraya, alikuwa akituma vikosi mbalimbali. Fakana almuslimuna yanfiruna jami'a, wakawa waislamu wanatoka wote, ila alghazwi, kuelekea katika vita na mapigano. Wayaturukuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wahda, na waislamu wakawa wanamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Faanzala Allahu azza wa jalla hadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya hii akasema, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau pasingelitoka kundi miongoni mwao likabakia kundi, liyatafaqahu fi dini, ili wajifunze katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajifunze katika fiqh ya dini, waliyunziru qaumahum, na waonye wale ndugu zao na watu wao, idha raja'u ilayhim, pindi watakaporejea kutoka katika mapigano, watakaporejea kutoka katika vita wakarejea kwa wao, la'allahum yahdharun, ili wapate kutahadhari. Kwa hivyo Allah ametaja makundi mawili. Kuna kundi moja ambalo linatakiwa kutoka kwenda katika jihad fi sabilillah, lakini kundi jingine linatakikana kubaki kwa ajili ya kujifunza ilmu ya kisheria. Mahallu shahid, mahala pa ushuhuda ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau lisingelitoka katika kila kundi miongoni mwao, yani katika yale makabila likabakia kundi miongoni mwao, liyatafaqahu fi dini, ili wajifunze katika dini, kuonyesha ahamiyatu taallumi fi dini,
umuhimu wa kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa kujifunza na kuwa na fiqh ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, qauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddini, yule yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi humpa fiqh ya dini. Na wanasema ahlul ilmi, na mafuhumu ya hadithi hii iko vile vile katika al-mukhalafa, katika kukhalifiana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale aliposema man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddini, yule yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kwa khairi humpa fiqh ya dini. Wa man lam yuridillahu bihi khayran lam yufaqihuhu fi ddini. Kadhalika mafuhumu al-mukhalafa ni kwamba yule ambaye asiyetakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah hampi ufahamu katika dini, atamnyima fursa ya kujifunza dini ya Uislamu, atamnyima muda wa yeye kukaa chini kujifunza dini ya Kiislamu. Huyu hatakiwi khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule anayetakiwa khairi na Allah, Allah atampa nafasi, Allah atampa muda, Allah atampa uwezo wa yeye kujitoa kwa ajili ya kujifunza dini ya Kiislamu. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezipangilia khairi zote zipo katika kujifunza dini, khairi zote zipo katika fiqh ya dini. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. Na hili ni miongoni mwa yale ambayo yanayoonyesha ahamiyatihi, umuhimu wa ilmu ya Kiislamu, umuhimu wa kujifunza dini ya Kiislamu, wa idhami sha'nihi, na ukubwa wa jambo lake, kwamba jambo la ilmu ya Kiislamu jambo lake sha'nuhu adhim, wa uluwi manzilatihi, kadhalika ujuu wa nafasi yake. Makana na nafasi ya mtu kujifunza dini ya Kiislamu, makanuhu adhim inda Allah tabaraka wa ta'ala, nafasi yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam katika sunna, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna aliposema annasu maadinu, watu ni madini. Annasu maadinu, watu ni madini. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami, yule aliyekuwa mbora wao katika jahiliya kadhalika ni mbora wao katika Uislamu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka sharti, idha faquhu, pindi watakapokuwa na fiqh ya dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith alkarim, katika hii hadithi tukufu ametaja ya kwamba watu ni madini. Annasu maadinu, watu ni madini, kwa maana ya kwamba annasu yatafawatun, watu wanatofautiana kama vile ambavyo madini yanavyotofautiana katika upande wa utukufu, kadhalika upande wa thamani. Kama vile ambavyo kuna madini yenye thamani kubwa kama vile dhahabu na fedha, ni madini ambayo yana thamani kubwa, kadhalika kuna watu wana thamani kubwa hivyo hivyo. Na kama vile ambavyo kuna madini yenye thamani ndogo kama vile alhadid, chuma, madini ya chuma na mengineyo yenye thamani ndogo, kadhalika na watu, kuna watu wana thamani ndogo hivyo hivyo, wanatofautiana kama vile ambavyo wanavyotofautiana madini. Annasu maadin, kuna wale ambao ni watu watukufu kama walivyotajwa Banu Hashim kuwa ni watu watukufu kwa alhadithu sahih. Hadithi sahihi imetaja kwamba Banu Hashim ni watu watukufu ukilinganisha na watu wengine. Kwa hivyo annasu maadinu, watu wako kama madini, watu ni madini, watu wanatofautiana. Kisha Mtume akasema khiyaruhum fil jahiliya, yule aliyekuwa mtukufu wao na mbora wao katika kipindi cha jahiliya, kabla bi'ithati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye alikuwa ashrafu nnasi indahum, ni mtu mtukufu kwa wao, vile vile khiyaruhum fil islam, ni mbora wao vile vile katika Uislamu, lakini atakuwa mbora
idha faquhu, pindi watakapopata fiqh ya dini. Mahallu shahidi ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha faquhu, manake khiari ya mtu, ubora wa mtu utaendelea kubakia ikiwa atakuwa amebeba pamoja na ubora wake alilmu. Kwa maana ya kwamba yule ambaye atakayekuwa anatoka kutoka katika watu waliokuwa bora, watu wazuri, akramun nas, watu wakarimu, ashrafun nas, watu watukufu, lakini akawa ni mtu ambaye hana fiqh ya dini, hana maarifa ya dini, hatakuwa mbora katika Uislamu. Atabakia kuwa ni mbora katika watu wake kwa sababu ya utukufu wao walionao, lakini hatakuwa mbora katika dini ya Uislamu ikiwa atakuja katika Uislamu pasina kuwa na ilmu ya kisheria. Kwa hivyo ili mtu awe bora katika dini ya Kiislamu anatakiwa awe ni mtu ambaye amebeba maarifa ya dini ya Uislamu. Falfiqhu fi dini manzilatuhu fi alislam adhima. Hivyo fiqh ya dini, fiqh katika dini ya Kiislamu nafasi yake katika Uislamu ni kubwa, wa darajatuhu fi thawabi kabira, na daraja yake katika thawabu ni kubwa. Lianna almuslima idha tafaqaha fi umuri dini, kwa sababu muislamu pindi atakapojifunza katika mambo ya dini yake, wa arafa ma lahu wa ma alayhi, na akayajua yale yanayompasa na yale ambayo yako juu yake, min huquqin wa wajibatin, katika haki mbalimbali ambazo ziko juu yake ambazo yeye anatakiwa kuzitekeleza, na haki ambazo ziko juu yake ambazo yeye anatakiwa kuziepuka, wa wajibatin, kadhalika mambo ya wajib. Ya'budu rabbahu ala ilmin wa basira, mtu huyu atamwabudu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ilmu na juu ya uono. Wa yuwaffaqu lil khairi was saada, na mtu huyu atafikishwa katika khairi na atafikishwa katika saada, mafanikio fi dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah. Kwa maana mafanikio ya mwanadamu hayapatikani isipokuwa katika alilmu ash-shar'i, elimu ya kisheria. Ili mtu apate kufanikiwa fi dunia huwa fi akhiratihi, katika dunia yake kadhalika katika akhira yake, hapana budi lazima awe ni mtu ambaye ameibeba ilmu. Kwa tunaona ya kwamba jukumu hili ni jukumu la kila mmoja katika sisi, kwa sababu kila mmoja katika sisi anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anahitajio la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kama anahitajio la kumwabudu Allah, basi hapana budi lazima awe na ilmu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa katika kipengele hichi palikuwa pametajwa ahamiyatu taallumi alilmi ash-shar'i, umuhimu wa kujifunza ilmu ya kisheria. Thumma nantaqilu ila thamarati alilm. Sasa kuna matunda gani ya kujifunza ilmu? Baada ya mtu kuwa amejua umuhimu wa kujifunza ilmu, amejua ya kwamba jambo la kujifunza ilmu ni jambo adhima, sha'nuhu adhima inda Allah tabaraka wa ta'ala, wa manzilatuhu aliya inda Allah tabaraka wa ta'ala. Baada ya kujua umuhimu huo, je, kuna thamara gani? Kuna matunda gani yanayopatikana kwa mtu kujifunza ilmu ya kisheria? Ma'rifatu ad-din al-islami, kujifunza dini ya Kiislamu, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi, tuthmiru salaha al-mukallafi, jambo hili linapelekea kupatikana matunda ya kutengamaa yule aliyekalifishwa na sharia ya Uislamu. Jambo la kujifunza dini ya Kiislamu linamtengeneza Muislamu, anakuwa ni mtu ambaye anajitambua, anamtambua Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa sihhata ibadatihi, na usahihi wa ibada zake. Ibada za Muislamu haziwezi kutengamaa illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Ibada za Muislamu haziwezi kutengamaa isipokuwa kwa ilmu. Ilmu ya mtu ndio hutengeneza ibada zake na huzifanya ibada zake kuwa ni njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wastiqamata sulukihi, na kuwa sawa katika mienendo yake. Ili mwenendo wa Muislamu uwe ni mwenendo wa sawa sawa, lazima Muislamu huyu awe ni mtu ambaye amebeba ilmu. Idha saluha al-abdu saluha al-mujtama', pindi atakapotengamaa mja, basi kadhalika mujtama' utatengamaa. Kwa min natijati wa thamarati al-ilmi, miongoni mwa natija na matunda ya ilmu ni kutengamaa kwa mja, lakini kutengamaa kwa mtu mmoja mmoja ndiyo kupelekea kutengamaa kwa jamii nzima. Hii jamii ambayo tunaiona, jamii ambayo imejaa shirki, imejaa bid'a na khurafati,
ni jamii ambayo iko mbali na jambo la ilmu. Jamii yoyote ambayo iko karibu na jambo la ilmu, mambo ya bid'a ni machache, mambo ya khurafati ni machache, mambo ya ashirkiyati ni machache, kwa sababu ni jamii ambayo imejifunza ilmu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasarati natijatu fi dunya as-saada, na natija inayopatikana baada ya mtu kuwa na ilmu ni kupata as-saada, kupata mafanikio, wal aish ar-raghd, lakini vile vile kupata maisha yaliyokuwa mazuri. Wa fil akhirah ridwanullahi, na akhira ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatahu, na kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamarati al-ilmi, na miongoni mwa matunda ya ilmu, ta'atullahi ta'ala, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yule aliyekuwa na ilmu anamtii Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na anamtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na anapatiliza katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min thamarati al-ilmi, na miongoni mwa matunda ya ilmu, al-ilmu yarfa'u manzilata sahibihi 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Elimu inainyanyua daraja ya mtu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye amebeba ilmu, daraja yake mbele ya Allah ni daraja kubwa. Manzilatuhu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala 'azima, daraja yake na nafasi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni daraja kubwa. Kadhalika katika thamara za ilmu, talabul ilmi sabilul janna, kutafuta ilmu ni njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na khatibu Allah muhifadhi ametutajia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inayoonyesha thamara miongoni mwa thamarat za ilmu ni kuipata njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule yote ambaye atakayeshika njia ambayo ndani yake anatafuta ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, basi Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi njia kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanataja ahlul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia mtu ambaye yupo katika njia ya ilmu kuipata njia kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bi amrayni, kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, al-ilmu bidhatihi tariqun min turuqil janna, elimu kwa dhati yake ilivyo, kwa namna ilivyo ilmu, tariqun min turuqil janna, ni njia miongoni mwa njia za kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo yule atakayepita njia hii, basi yupo katika njia anaelekea kwenye pepo ya Allah. Kwa hivyo al-ilmu bidhatihi tariqun min turuqil janna. Lakini namna ya pili ya kusahilishiwa yeye njia kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanataja ahlul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala yusahiluhu fi umuri al-ibadat, Allah anamfanyia wepesi njia za mambo ya kiibada. Kwa hivyo anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye pupa na yuko na haraka, anaposikia jambo fulani ni jambo la kiibada na ikathibiti dalili yake, anakuwa ni mtu mwepesi, ashalun nasi fil ibada, anakuwa ni mtu mwepesi zaidi katika ibada. Kwa hivyo njia hizi mbili ni njia za kumsahilishia mtu kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, thamara ya nne katika thamaratul ilmi, al-ilmu yu'ti sahibahu khashyata Allah ta'ala, elimu inampa yule mtu wake jambo la kumwogopa na kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona wale watu wenye ilmu ni watu ambao ni akhshan nas, ni watu ambao ni watu wenye hofu kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukilinganisha na wale ambao la ilma lahum, ni watu ambao hawana ilmu. Khamisan, katika thamarat za al-ilm, al-ilmu mirathul anbiya, elimu ni mirathi ya manabii na mitume wa Allah alayhimus salam. Al-ilmu mirathul anbiya, kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, wal ulamau hum warathatul anbiya, maulama wao ndio warithi wa al-anbiya, ndio warithi wa mitume. Hii ni ishara ya wazi ya kuonyesha kwamba al-ilmu mirathul anbiya, ilmu ni mirathi za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, yule atakayechukua sehemu fungu lake, atachukua fungu katika ilmu,
akhadha bihadhin wafir, basi mtu huyo amechukua fungu lenye manufaa zaidi na yeye. Sadisan, faida ya 6 na thamara ya 6 katika fawaidi za mtu kujifunza ilmu ya kisheria, almalaika tahdhuru majalis alilm, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatur rahman tahdhuru majalis alilm, wanahudhuria vikao vya ilmu. Hivi vikao ambavyo tumekaa ndani yake tukijifunza qala Allahu qala rasuluhu, ni vikao ambavyo malaikatur rahman wanahudhuria ndani yake. Kwa hivyo vipi muislamu aache vikao kama hivi akahudhuria vikao vya drafti, akahudhuria vikao vya bao, akahudhuria vikao vya siasa? Aache kuhudhuria vikao ambavyo ndani yake wanahudhuria malaikatur rahman, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi'an, alilmu yu'ti sahibahu nadharatan fil wajhi, elimu inampa yule mtu wake nuru katika uso. Talibu ilmin, yule mwenye kutafuta ilmu ni mtu ambaye ana nadhara fi wajhihi, ana nuru na ungavu katika uso wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu thumma ballaghahu ila ghairihi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah autie nuru uso wa mtu ambaye sami'a minna hadithan, amesikia kutoka kwetu sisi hadithi, faballaghahu ghayrah, kisha akamfikishia mwingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuombea dua ya kupata ungavu na nuru katika uso wake, nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan faballaghahu ghayrah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Thaminan, hajatu nnasi ila alilm, mahitajio ya watu katika ilmu. Watu wote wanahitajia ilmu, hakuna mtu ambaye haihitaji ilmu, kama alivyoeleza khatibu wetu hafidhahullah kwamba hajatuna ila alilmi ashaddu min hajatina ila at-ta'ami washarab, haja zetu sisi za kuhitajia ilmu ni kubwa zaidi kuliko ni haja zetu za kuhitajia chakula na kuhitajia vinywaji. Yani vile ambavyo wewe unahitajia chakula cha kuweza kuimarisha mwili wako, haja ulionayo ya kuhitajia chakula, basi haja ya kuhitajia ilmu ni kubwa zaidi kuliko haja ulionayo ya kuhitajia chakula. Tasi'an, ahlu alilmi ahya'un fi qulubi an-nas. Tazama leo tunamtaja al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, tunamtaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tunamtaja Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na wengineo katika ahlu alilmi. Tunawataja tukiwatakia rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahum ahya'un fi qulubina, wao wako hai katika nyoyo zetu. Ahlu alilmi, wale waliobeba ilmu, ahya'un fi qulubin nas, ni watu wasiokufa, ni watu wasiokufa katika nyoyo za watu, daima dawama, ni watu ambao wako hai katika nyoyo za watu. Wa ashiran wal akhir, alilmu yarfa'u manzilata ashabihi baina an-nas, bali elimu inanyanyua nafasi ya watu wake wale walioibeba ilmu baina an-nas, mbele za watu. Watazama mtu ambaye ana ilmu na mtu ambaye hana ilmu mbele za watu, namna vile ambavyo yule ambaye ameibeba ilmu ni muhtaramun inda an-nas, ni mtu mwenye kuheshimiwa mbele za watu, hata kama ilmu yake itakuwa ni ndogo yenye kumtosha yeye mwenyewe, lakini ni mtu ambaye anapewa nafasi na anaheshimiwa baina an-nas. Kwa hii ilikuwa ni thamarat za at-ta'allum, thamarat za kujifunza al-ilma ash-shar'i.